Awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, afya na uzima na amani katika nchi yetu, hali ambayo inatuwezesha kuendelea na kutekeleza majukumu yetu ya kuwatumikia wananchi kwa bidii na utulivu. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uongozi wake makini wenye maono ambao umeendelea kuifanya sekta ya elimu kwa kipaumbele katika safari ya maendeleo ya taifa letu. Kwa namna ya kipekee, nipongeze Mheshimiwa Rais kwa kutimiza siku 100 za muhula wake wa pili wa serikali ya awamu ya 8. Mafanikio tunayopata katika sekta ya elimu ndani ya kipindi hiki ni ushahidi kuwa kasi na ari ya utekelezaji imeongezeka zaidi. Hii inatupa matumaini makubwa kuwa malengo tuliojiwekea kama serikali itafanikiwa ndani ya muda mfupi, tena kwa ufanisi zaidi. Ndugu wanahabari, ni muhimu kutambua kuwa siku 100 za mwanzo za muhula wa pili wa serikali ya awamu ya 8 hazikuwa za maandalizi au upangaji wa mipango mipya, bali zilikuwa ni siku za utekelezaji wa mipango ya sekta ya elimu kama ilivyoainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi na mipango mingine ya maendeleo. Hiki kilikuwa ni kipindi cha kuyageuza maamuzi yaliyofanywa kupitia karatasi na kwa vitendo vinavyoonekana kwa wananchi. Kwa hakika siku hizi zimeleta taswira mpya ya mwelekeo wa sekta ya elimu nchini. Tumeshuhudia maendeleo yanayogusa maeneo muhimu ikiwemo ujenzi wa imarishaji wa miundombinu ya elimu, kuendelea kwa utekelezaji wa mitaala inayoimarishwa, kuimarika kwa matumizi ya tehama katika kufundishia na kujifunza, kuimarika kwa ufaulu katika mitihani ya taifa, pamoja na hatua madhubuti za kuendeleza elimu ya juu. Hatua hizi zinaashiria mwelekeo sahihi wa serikali katika kuijenga sekta ya elimu iliyo imara na yenye tija kwa taifa letu. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya 8 imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika ujenzi wa madarasa na skuli mpya kama sehemu ya mkakati wa kuimarisha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, sambamba na kutimiza azma ya kuondoa mfumo wa zamu, yani shift, na kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani. Kwa kutambua umuhimu wa swala hili, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza ujenzi wa jumla madarasa 1000 kwa ngazi ya elimu ya msingi na madarasa 1000 kwa ngazi ya elimu ya sekondari, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa skuli 10 za ghorofa kwa kila ngazi hizo katika elimu. Ndani ya siku 100 za mwanzo za muhula wa pili za uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, serikali imefanikiwa kukabidhi jumla ya maeneo 13 kwa wakandarasi kwa ajili ya ujenzi wa skuli za ghorofa zenye viwango vya G+2 na G+3 zenye thamani ya shilingi bilioni 99.2. Kati ya maeneo hayo 7 yatahusisha ujenzi wa skuli za msingi ambazo ni Fuoni Kibondeni, Chunga na Mtoni Kidatu kwa upande wa Unguja, pamoja na Wesha, Minungwini, Mchanga Mdogo na Mitulaya kwa upande wa Pemba. Aidha, maeneo mengine 6 yanahusisha ujenzi wa skuli za sekondari ambayo ni Jang'ombe, Mikunguni, Kianga na Jumbi kwa upande wa Unguja, pamoja na Kengeja na Micheweni kwa upande wa Pemba. Na nitumie fursa hii kuwapongeza sana waandishi wote ambao waliambatana nasi katika kuwapa habari wananchi katika maeneo hayo, kwa sababu tulikabidhi hivi karibuni. Skuli hizi 13 za ghorofa zitakuwa na jumla ya madarasa 410 sawa na 20.7 ya lengo la kujenga madarasa 2000 lililoainishwa katika ilani kwa kipindi cha miaka 5. Aidha, hatua hii inaashiria utekelezaji wa takriban 65% ya shabaha ya ujenzi wa skuli 20 za ghorofa zilizopangwa kujengwa katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari katika ilani. Ndugu wanahabari, sambamba na jitihada za serikali za kuimarisha miundombinu ya elimu katika ngazi ya elimu ya lazima, serikali pia imefanikiwa kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi Betrasi kwa ajili ya kuanza mradi wa ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya ubaharia ya Chuo Kikuu cha Taifa SUZA. Mradi huu thamani yake ni takriban shilingi bilioni 10.8 na unakusudia kuwa kituo muhimu cha kuzalisha wataalamu wa fani za ubaharia. Kupitia mradi huu, serikali itaendelea kutekeleza kwa vitendo azma yake ya kukuza rasilimali watu wenye ujuzi katika sekta ya uchumi wa bahari, sambamba na utekelezaji wa maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi yaliyoelekeza ujenzi wa miundombinu ya taasisi hiyo. Aidha, katika kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kuishi kwa wanafunzi wa elimu ya juu, SUZA imeanza ujenzi wa dahalia ya wanafunzi wa kike
yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 484 pamoja na kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi wa dahalia ya wanafunzi wa kiume yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 484 pamoja na mgahawa. Miradi hii ya dahalia yenye thamani ya shilingi bilioni 26 ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeainishwa kuwa ifikapo mwaka 2020 Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kitakuwa kimekamilisha ujenzi wa dahalia za kisasa za wanafunzi. Ujenzi huu unatekelezwa sambamba na master plan ya muda mrefu wa kuimarisha na kutanua miundombinu ya chuo hicho ili kiweze kuhudumia idadi kubwa zaidi ya wanafunzi na kutoa elimu bora inayokidhi mahitaji na maendeleo ya taifa. Ndugu wanahabari, katika kipindi hiki cha siku 100, serikali imeendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa mtaala mpya unaozingatia umahiri kuanzia ngazi ya elimu ya maandalizi hadi sekondari. Miongoni mwa maelekezo yaliyotolewa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya kufundishia na kujifunza pamoja na kuwajengea walimu uwezo kupitia mafunzo ya ualimu kazini ili waweze kutekeleza mtaala huo kwa ufanisi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali imefanikiwa kusambaza nakala 505,824 za vitabu kwa wanafunzi wa maandalizi kwa mwaka wa pili, darasa la pili na darasa la tatu katika skuli zote za serikali Unguja na Pemba. Sambamba na hilo, nakala 133,185 za vitabu zimesambazwa katika skuli za sekondari kwa wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4. Vitabu hivi vimegharimu jumla ya shilingi bilioni 3.83 na vinalenga kuhakikisha wanafunzi wanapata nyenzo muhimu za kujifunzia zinazokidhi mahitaji ya mtaala mpya. Aidha, katika kuimarisha utekelezaji wa mtaala huo darasani, serikali imeendelea kuwajengea uwezo wa walimu kupitia mafunzo ya ualimu kazini. Ndani ya kipindi hichi cha siku 100, walimu 1880 wa skuli za msingi na sekondari wamepatiwa mafunzo kupitia vituo vya walimu vilivyopo Unguja na Pemba. Mafunzo haya yanalenga kuwapa walimu mbinu na maarifa ya kisasa ya ufundishaji yanayoendana na mabadiliko ya mitaala. Ndugu wanahabari, serikali imeendelea kuweka mkazo katika kuwajengea vijana ujuzi na stadi za vitendo zinazowawezesha kujitegemea na kukabiliana vyema na mahitaji ya soko la ajira. Katika muktadha huo, mtaala mpya unaozingatia umahiri ulianza kutekelezwa kuanzia mwaka 2025 katika ngazi ya elimu ya sekondari na umeweka msisitizo mkubwa katika amali kwa lengo la kuwapatia wanafunzi maarifa ya ujuzi unaoendana na mahitaji halisi ya maendeleo ya nchi. Ili kuimarisha utekelezaji wa mwelekeo huo, ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kuongezwa kwa idadi ya wanafunzi wanaosoma katika mkondo wa amali na kufikia wanafunzi 10,000 ifikapo mwaka 2030. Katika hatua ya utekelezaji wa azma hiyo, tayari serikali imewapangia wanafunzi 1386 wa kidato cha kwanza kujiunga na mkondo wa elimu ya amali. Hatua hii ni mwanzo muhimu katika safari ya utekelezaji wa lengo hilo, ikiwa ni sawa na 13.9% ya shabaha iliyowekwa katika ilani na inaonyesha dhamira ya serikali ya kuendelea kuijenga elimu inayozalisha wahitimu wenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yao. Jumla ya skuli 23 zinazotoa elimu ya mkondo wa amali zimepatiwa vifaa vya kufundishia na kujifunza katika fani ya umeme, kilimo, uchongaji, uwashi, uhunzi, upishi na upambaji. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani inayoelekeza kuzipatia skuli za sekondari vifaa ili kuwezesha utekelezaji wa mtaala na umahiri katika mkondo wa amali na ujumla. Ndugu wanahabari, sambamba na utekelezaji wa mitaala katika ngazi ya elimu ya lazima, ilani ya Chama cha Mapinduzi pia imeelekeza kuimarishwa kwa mitaala ya elimu ya juu ili iendane na mahitaji ya soko la ajira na mwelekeo wa maendeleo ya uchumi nchini. Ndani ya siku 100, Taasisi ya Mafunzo ya Bahari imefanikiwa kuandaa mitaala mitatu ya mafunzo ya muda mrefu ambayo ni Bachelor of Science in Shipping and Port Logistic Management, Diploma in Shipping and Port Logistic Operation pamoja na Certificate in Shipping and Port Logistic Operation. Aidha, katika kipindi hicho serikali imeandaa mtaala wa mafunzo ya muda mfupi ya lazima unaojulikana kama Standard of Training Certificate in Watchkeeping for Seafarer ambao unajumuisha kozi muhimu za Elementary First Aid, Fire Prevention and Firefighting, Personal Survival Technique, Personal Safety and Social Responsibility pamoja na Social Awareness Training. Mitaala hii tayari imewasilishwa katika Mamlaka ya Usimamizi wa Usafiri wa Bahari Tanzania TASAC kwa ajili ya hatua za uhakiki na kupata ithibati ili kuwezesha kuanza kwa mafunzo
yatakayochangia kuzalisha wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika sekta ya uchumi wa bahari na kuimarisha utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu ndani ya Chuo cha Kitaifa SUZA. Ndugu wanahabari, elimu duniani inapitia mageuzi makubwa yanayoendeshwa na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Teknolojia ambayo hapo awali ilikuwa nyenzo ya ziada katika ufundishaji na kujifunza, sasa imekuwa sehemu muhimu ya mifumo ya elimu. Mabadiliko haya yanaendelea kubadili namna elimu inavyotolewa na kusimamiwa katika taasisi za elimu. Wakati huo huo, yanafungua fursa za kuimarisha ubora wa elimu na kuandaa wanafunzi kukabiliana na dunia ya kidigitali. Kwa kutambua umuhimu wa teknolojia katika kufundisha na kujifunzia, serikali imetekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha matumizi ya TEHAMA katika kufundisha na kujifunza kama ilivyoelekezwa katika ilani. Katika siku 100, serikali imeanza kazi installation na configuration ya madarasa mice tunaita smart classroom katika skuli 20 za sekondari, 12 Unguja na 8 kwa upande wa Pemba. Hii ni sawa na 90.9% ya utekelezaji wa shabaha iliyowekwa katika ilani ya kuanzisha madarasa maizi 22. Aidha, serikali imeanza zoezi la kuziunganisha skuli 66 za sekondari na mkonga wa taifa kwa hatua ya utandazaji wa miundombinu na nyaya za fiber. Idadi hii ni sawa na 132% ya shabaha ya ilani iliyoelekeza kuziunganisha skuli 50 za sekondari na mkonga wa taifa. Ndugu wanahabari, kufuatia juhudi mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kuimarisha ubora wa elimu nchini, ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya taifa umeimarika. Matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 yanaonyesha kuwa kati ya watahiniwa 20,764, watahiniwa 19,075 wamefaulu sawa na 91.9%. Kiwango hichi cha ufaulu kinaonyesha ongezeko la 9.9% ikilinganishwa na ufaulu wa 82.0% uliopatikana mwaka 2024. Kiwango hichi cha ufaulu kimezidi shabaha iliyowekwa katika ilani ya kufikia ufaulu wa 90% katika mitihani ya taifa ya kidato cha 4 ifikapo mwaka 2030. Kwa mara ya kwanza Zanzibar tumefanikiwa kuwa na wanafunzi 150 waliofaulu daraja la kwanza kwa kiwango cha pointi ya tarakimu moja, yani single digit. Kati ya wanafunzi 150, wanafunzi 57 wamefaulu daraja la kwanza wakiwa na pointi 7, wanafunzi 42.8 na wanafunzi 51.9. Asilimia 69.3 ya wanafunzi hao wanatoka katika skuli za serikali. Ndugu wanahabari, serikali imeendelea kuimarisha huduma za utoaji wa mikopo ya elimu ya juu ili kupanua fursa za vijana kupata elimu katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu. Ndani ya siku 100 za mwanzo wa muhula wa pili wa serikali ya awamu ya 8, jumla ya wanafunzi 8,957 wamenufaika na mikopo ya elimu ya juu ikilinganishwa na wanafunzi 8,870 waliopata mikopo mwaka 2024. Hatua hii inaonyesha mwenendo chanya katika kupanua wigo wa wanufaika na ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeelekeza kufikia wanafunzi 20,000 wanaonufaika na mikopo ya elimu ya juu ifikapo mwaka 2030. Ndugu wanahabari, serikali kupitia bajeti ya 2025-2026 itaendelea na juhudi za kuimarisha sekta ya elimu katika maeneo mbalimbali ili kuweza kutoa elimu bora kwa vijana wetu na hatimaye kufanikiwa kutimiza malengo ya dira ya maendeleo ya 2050. Maeneo ya vipaumbele yanayoendelea kutekelezwa kupitia bajeti 25-26 ni pamoja na yafuatayo. Kwanza, ujenzi wa madarasa 1008 yakiwemo madarasa katika skuli za ghorofa 18 na skuli za chini pamoja na ukamilishwaji wa madarasa yanayoanzishwa kwa nguvu za wananchi. Ujenzi wa dahalia 16 katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar.